Kwa hiyo yule dada yenu bilionea mwenye mabilioni yake CRDB pale aliyozuiliwa anakushawishi wewe kwamba AFCON itakapokuja Tanzania utumie wakati huo kufanya maandamano badala ya kutafuta pesa. Kweli adui yako muombe njaa. Na kwa usemi huo unaweza kumjua adui yako hata pale anapokupa ushauri unaokuongezea njaa. Sasa nakupa michongo ambayo unaweza ukaifanya kwenye michuano ya AFCON na ukapata hela. Lakini nakupa michongo hiyo leo kwa sababu michongo mingi inahitaji maandalizi leo hii. Yani ufanye maandalizi mapema ili ikifika hiyo 2027 wewe unavuna. So first, tunahitaji content creators wengi sana ambao wataweza kuonyesha kwa nini mtu anatakiwa aje Tanzania kwenye hiyo michuano. Sasa hivi ni wakati ambao watu wanafanya budget zao binafsi, wanaangalia nitaenda AFCON huko au sitoenda. Na ukumbuke propaganda ilishaanza kuenezwa kwamba huku hakuna miundombinu ya kuaccommodate watu. Hakuna sijui barabara, hakuna sijui usafiri. Kwa hiyo wewe unaweza ukaanza kutumia hiyo fursa. Mchongo wa kwanza ni biashara ya malazi. Hoteli ni zipo nyingi, lakini sio kwamba zita afford kila mtu anayekuja kwa ajili ya michuano hiyo. Kwa maana hiyo wewe mtu ambaye unamiliki lodge, fanya maboresho haraka na ushare mtandaoni ili mtu akilini mwake afanye decisions kwamba akija Tanzania atafikia kwenye lodge yako. Wewe unayemiliki BNB, post it, yani post kama ugomvi. Make sure logarithm inakutangaza kwa sababu mtu atakiwa fanya maamuzi wakati huu. Aangalie bei zako na budget yake. Ajiandae mapema ili awe anajua ninaenda AFCON Tanzania na nitalala sehemu fulani. Sijui unanifahamu mpaka hapo. Kwa hiyo watu mnaomiliki guest, lodges, BNBs, fanyeni maboresho, andaa vitu vyako kikamilifu na uviposti mtandaoni kwa sababu haya ndo maandalizi. Mteja wako anafanya maamuzi ya kiuchumi na wewe unamuonyesha mapema nini kinapatikana hapa. Chongo namba 2 ambao nakupatia ni wa vyakula na vinywaji. Hapa nagusia makundi mawili. Wewe kama ni mfanyabiashara wa vinywaji, hapa sasa inapaswa tuangalie namna baina ya Wizara ya Sanaa na wadau hao wanaouza vinywaji. Je, hawa wafanyabiashara wa vinywaji wanaweza kupata vibali vya kuuza vinywaji ndani ya viwanja vya michezo? Kwa sababu we know watu hawahudhurii tu mpira kwa ajili ya mpira, watu wanafuata vibes na experience. Kwa hiyo kama wizara itaruhusu watu kuuza vinywaji ndani wakati mechi zikiwa zinaendelea, imagine ukimpeleka hapo vinywaji vyako, watu wanakunywa, wanapata vibe huko wanaangalia game. Alafu tufanye mfano, yani ndio mechi inachezeka pale uwanja wa Mkapa. Sijui unaelewa. Wewe umepata zako roho moja tu kutoka juu mpaka chini, wewe ndio una supply pale vinywaji. Na huku nao wanapata supply yao. Uchumi unainuka vipi? Alafu mtu anawaambia timu andamane, mfukuze matukio kama hayo na wageni wasije kwenye nchini kwenu. Tuje kwenye chakula. Hapa mamalishe na watu wote ambao mnapika, tunahitaji muweze kujiandaa na packaging, usafi uwe maradufu. Ndio maana nikasema maandalizi yanatakiwa yaanze from now. Kama sasa hivi wewe ni content creator wa chakula, anza kupost na packaging zako. How you do that? Alafu anza kushare kwamba michuano ya AFCON wewe utakuwa ukipigiwa simu pap unatoa delivery ya chakula. Lakini jambo kubwa zaidi ninacho insist hapa kwenye vyakula ni kwamba dunia haijui sana kuhusu vyakula vya Kitanzania. Tumepromote utalii lakini hatujapromote vizuri kuhusu vyakula vyetu. Watu hawajui kombo ya wali maharage afu nazi ikoje. Wa Nigeria huko hawajui kama ndizi mbichi zinapikiwaga ndizi nyama. Sijui mnaelewa. Wanafikiri hivyo ni vyakula vibaya. Because those are the contents that you have to share right now. Tengeneza content za aina hiyo, share sana, post packaging, jiandae na mtaji. Pia hapo kwenye vyakula, unaweza mkaongeza vijiwe vya mishikaki viwe vingi. Kuna wale watu ambao wanauza mishikaki jero. Yes, sasa ndugu zangu nyie, mnaweza mka-upgrade hizo sehemu za mishikaki jero ziwe nyingi, vibaiskeli, viguta, vigari vinavyopitisha mishikaki jero viwe vingi, ila usafi nao uimarishwe zaidi, especially packaging. Kwa sababu si kila mtu ataweza kutembea wima anatafuna, vile vijita tatupa wapi? Kwa lazima ujiandae vizuri. Kama mnaweza kujidunduliza mwe kadhaa kama kikundi, mfanye hivyo, fanya hivyo. Kwa sababu mtu mwingine anataka kuingia uwanjani pale kwa Mkapa, mnaweza mkaweka video vyenu vya mishikaki vingi vikajipanga. Wale wauza ice cream wengi, najua ice cream sihitaji kuwakumbusha, ndo mambo yao. Lakini wenzangu wa vyakula hapo, mchangamke. Wale mnaouza sijui vitu asilia kama sijui mbegu za maboga, matunda, maparachichi, that's your time. Hao watu wanakuja wanataka vitu asilia kama hivyo.
So make sure you are prepared, because otherwise utaishia kuona wewe serikali inakuchawia. Kumbe wewe hujui kusoma alama za nyakati. Mtu anakuambiaje waandamane kwenye msimu kama huo na wewe unamsikiliza bwana? Mchongo namba 3 ni usafiri na usafirishaji. Yes, kama unaona una magari mengi au wewe ni kijana tu mwenzangu una gari tu, lakini sio kwamba una michongo nayo kivile, basi uiandae kuifanyia Bolt mapema, kwa sababu wageni watakuwa wengi, safari zitakuwa ni nyingi, yani mwendo utakuwa ni hotel, airport, uwanjani. Huko kote watu wanahitaji usafiri. Kwa kama ni dereva bodaboda, make sure unajikoki vizuri, bodaboda yako iwe safi. Hizo helmet jamani zifuliwe. Wengi hawapendi kutumia helmet kwa sababu helmet inaonyesha kabisa kwamba ni chafu. Jiandae from now onwards. Usafiri wako utakuwaje msafi, utaonekanaje wa kisasa, utaonekanaje wa raha kwa wateja hao unaowatarajia kuwapata kwenye msimu wa michuano ya AFCON. Usisahau na bei pia zinaweza zikawa lele. Na mchongo namba 4 ni jezi and branding. Yes, watu wanakuja Tanzania, they would want memories for that. So make sure wewe uko hapo kuuza kumbukumbu. Sio, unaelewa? Zile jezi zile za Taifa Stars zile zitauzika. Kama ile jezi yangu mnamsemaga mnaipenda, ile ya Taifa Stars, zile jezi sijui za Zanzibar zitauzika. Kwa andaza kumzigo wako mapema, jitafutie ka location. Yani mtu anataka kuingia uwanjani, wewe unamuuzia hapo jezi ya Simba, jezi ya Yanga, jezi ya Taifa Stars, jezi ya Zanzibar, hivyo. Na hata jezi za timu zao, ingawa I don't think kama hizo watakuwa wana kiunazo sana, ila I believe hizi zilizopo huku, vile viculture sijui viskafu vile vya Tanzania, vikoi, vitenge, mabatiki, get there, get your sport. Watu watataka kumbukumbu kwamba hiki kitu nilikinunua Tanzania kwenye michuano ya AFCON, aende akatambe huko kwao kwa Anasa Sampa alisafiri kwenda kuangalia AFCON. Mchongo namba 5 ni entertainment and nightlife. Dar es Salaam tayari inajulikana kwa bata zake za usiku, ni jiji lisilo lala. Sasa hii ni kwa ajili ya wale wote ambao wanajua mechi zitagusa kwenye mikoa yao husika. Wekezeni jamani kwenye maeneo ya bata, vyakula vyo vizuri, high quality food. Mkumbuke jamani, hapa this is not about just biashara yako. This is about reputation ya taifa pia. Kwa kama unachoma nyama, choma nyama kweli kweli iive. Hatutaki wageni wakatuongelee vibaya. Hivyo vyoo visafishwe wakati wote, vyoo visafi. Kama ambavyo mnapasifia The Voice kuna vyoo visafi, that's how it should be. Wasije wakapata maneno hapa ya kutusema sema nayo. Inabidi kila mtu akumbuke kwamba nilienda Tanzania kuangalia AFCON, lakini bata za baada ya mechi zilikuwa bambata ile mbaya. Na pia nye promoters jamani, msije mkaacha AFCON hiyo ipite. Yani inabidi hiyo AFCON hiyo every night kuwe na tukio. Sidhani kama I need to say this, naamini wahusika tayari mnajua nini cha kufanya. Watu kama kina Kesolite, Straight Up Vibes, Wavuvi Camp, you know what to do. Tunataka huo msimu kuwe bandika bandua, yani wakiondoka wakasimulie kwamba Tanzania ilikuwa bamba. Mchongo mwingine ambao nakupatia, kwanza kutakuwa na ajira nyingi sana temporary. Kwa mfano hapa tumeshaongea watu wa catering, mamalishe wengi watakuwa bize kupika Yes, kwa ujiandae kama wewe umesomea kozi hizo za upishi, hotel management ya nini, haya mambo yatakufaa sana. Hata hizo BNB zitakazoongezeka hizo, watu watahitaji comfortability, lazima kutakuwa na mtu ambaye atakuwa anahudumia hawa watu na kuwaletea mahitaji yao ya karibu. Kwa hiyo wewe utakuepo pia. Lakini kwenye hizo ajira temporary, boda watapiga hela. Kwa mfano, tetesi nizo zisikia hivi karibuni, kuna eneo fulani timu ya Morocco inataka kwenda kufikia. So kama timu ya Morocco itafikia pale, wanataka kuwa wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa shule ya msingi wa eneo husika. Uwanja unaenda kutengenezwa kwa sababu Morocco wanaingia hiyo gharama. Wanataka pale patengenezwe ili wao wanapatumia. Kwa eneo ambalo wao wanataka kulala na hiyo shule sio mbali sana, bodaboda wale eneo watapiga hela. Kwa ninavyoambia bodaboda mchangamke, yani hata kama wewe sio bodaboda unajua hauna mchongo huo msimu huo, jifunze bodaboda bro, itakufaa ile mbaya. So walinzi watahitajika. Hizo BNBs ambazo watu watageuza nyumba zao kuwa watu waweze kukaa, walinzi watahitajika, right? Ushers, kwa sababu huo muda wa AFCON kutakuwa na majadiliano mengi ya nchi mbalimbali ambao watakuja kufanya majadiliano yao huku kwa kivuli cha mpira. Yes, na waingiza kwenye ulimwengu wa siasa. Nyinyi mnafikiri kila kitu watu wanakutana tu kwa ajili ya kucheza mpira?
Kwa hiyo kutakuwa na events vingi. Leo balozi hapa atakuwa na host hiki, leo balozi hapa atakuwa na host hivi. Kwa wanangu wa diplomasia kama vipi, andaeni hizo suti. Ushers mtahitajika sana. Kutakuwa na vipati vingi. Na mchongo mwingine ni wewe kuwa mkalimani kwa wageni. Jifunze Kiingereza. Jifunze Kiingereza. Kuna wageni watataka company ya mtu ambaye anaweza kuzungumza nao. Jifunze Kiingereza. Na mchongo mwingine ambao pia unataka wewe ujifunze Kiingereza. Yani kiwa fluent kabisa. Unaweza ukawa tour guide. Ukawa unatengeneza packages zako za kuwatembeza wageni kwenye majiji husika ambayo hizo mechi zinafanyika. Kwa mfano, hi, my name is Baikola. I'm a regular here in Dar es Salaam, so I'll be taking you around this city. I'll show you around the places. Kwa hiyo mtu akiwa anataka kwenda club, wewe unamuonyesha kiwanja gani kilabamba kulingana na status yake. Anataka kwenda kusijui kutalii, unamuonyesha utalii wa mji. Yani wewe mwenyewe pia zurura kwenye hii miji, ujifunze historia ya hii miji, alafu unatengeneza packages zako za kuwatembeza wageni kwenye utalii wa mjini. Sio, unanielewa my love? Jifunze Kiingereza. Ra. Watu wa real estate hamjaachwa nyuma. Kwa sababu hapa tunavyoongelea sio masuala ya majumba manini, nyinyi mnahusika sana kwa kiasi kikubwa, lakini AFCON huwa inakuja na fursa. Kwa mfano, kuna sehemu barabara zitatengenezwa. Hizo barabara zikitengenezwa, manake viwanja vya hayo maeneo vitapanda thamani. Watu wataka kununua kwa sababu barabara imepita. Kwa hiyo anza research yako mapema. Timu fulani inafikia wapi? Timu ya nchi fulani itafikia wapi? Wewe ujue hayo maeneo yote. Miundombinu itaenda kwa speed, na miundombinu ikienda kwa speed utauza kiwanja vipi? Alafu kitu kingine, wale Mission Town pia sijawasahau wanaongo Mission Town, kwa sababu mimi huko ndo kwangu. Kwa kiraka ndo mambo yangu hayo. Wewe jifunze tu zako English hapo, unazunguka leo hapa, unakuwa charming, una introduce nini unafanya, nini unaweza kufanya. Mfano, unawaelezea watu fursa zilizopo huko, unawaelezea watu kuhusu soko la Kariakoo, for instance wewe ni winga, ili mtu aweze kujua kwamba anaweza kukutumia wewe kama agenti wake. Mzigo unatoka Kariakoo, wewe unamsafirishia moja kwa moja. Yani hawa wageni wanavyokuja, kama mtu utakuwa umechangamka, lugha ipo, we utatamba. Kwa sababu hawa watu wanakuja na wana mahitaji mengi huko kwao. Kwa hiyo you have to show what this country offers and how you can play a role in executing it. Muonyeshe kwamba hiki ndicho ambacho kinapatikana Tanzania na mimi naweza kukusaidia kukitekeleza, kukifikia, kukipata. Kuna watu watakuwa wanataka kufungua makampuni ila wataona uzito kuzurula sijui wapi kuzurula. Wewe muonyeshe BRELA pale, TIC pale, mimi nakutafutia mtoto ya rai pale. Sio, unanielewa? Na watu wanaweza wakaja hapa na mapesa yao, wanataka kufanya uwekezaji, wanataka kufungua viwanda, wanataka kufungua biashara. Wewe unaweza ukawa unasimamia hizo processes za wao kupata viwanja, kupata maeneo, kupata vibali hapa nchini. Ujue tu maeneo gani wewe unaenda kuzurura na Kiingereza kiwa on standby. Lakini pia ujihakikishie na wewe umeshaijua mifumo yote ya serikali. Kwa hiyo inakuwa rahisi wewe kumuelezea mtu ili wewe uwe mtu kati. Upate ka something. Sawa? Mission Town mwenzangu. Wengine sidhani kama nahitaji kuongea sana, ila na uhakika watu wa sekta ya utalii wanajua kuwa huu ni msimu ambao watapiga sana hela. Na wale ambao mnabeba mabegi na mizigo ya wageni, sijui wapandishe milima, huu ndo muda wenu. Fanya mazoezi vizuri kwa sababu wageni watakuwa wengi. Na kuonyesha fursa. Nina uhakika hata hao wabeba mizigo wanaweza wasitoshe. Lakini pia kutakuwa na beach tourism. Zurura uzijue beach za Dar wewe. Zijue beach za Dar. Kuna beach ujue ni za wazi ambazo unahitaji tu kibali kutoka kwenye halmashauri husika, ambapo kama sikosei ni kama shilingi 50,000 tu. Kwa hiyo unaweza ukaamua wewe ukamtafuta mtu wa mapambo akatafuta mtu wa chakula, mkawa mnaenda kwenye zile beach za wazi, mmekata vyenu vibali vya halmashauri kwenye beach za wazi every Saturday labda au every evening, mnapika pale mabites mengi afu mmepamba, kuna mataa nini, watu wanakuja pale wanakula tu. Nyie mnapata hela. Sisi nikataka kusahau wale ambao mnamiliki viwanja karibia na hivyo viwanja vya mpira, yani maeneo ya wazi. You have this space ambayo hujajenga, hujafanya kitu chochote. Unaweza ukafanya biashara ya parking. Kwa sababu kama mechi za Simba na Yanga tu waga zinajaza. Imagine AFCON. Sijui unaelewa. Weka watoto wako pale, kazi yao hiyo kulinda magari ya watu asipigwe mawe wala yasichunwe. Unacharge kila gari 2,000 mpaka 2,500. Umepata hela hujapata? Kama hivyo vyote nilivyokuelezea hapa vimekuvutia, anza mchakato sasa. Anza hatua sasa hivi.
unataka kwenda English course, nenda. Miezi 3 tu, hujachelewa. Unataka kuanza kuzifuatilia hizo bichi za wazi ambazo ni za bure, za mali ya umma, nenda. Kashughulikie kwenye halmashauri, ujue zinalipiwaje, vibali vyake vikoje. Organize something mapema.